Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo katika neno la Mungu, Nehemia anabahatika kupata ruhusa na msaada wa mfalme kuzijenga kuta za mji wa Yerusalemu. Nehemia ameonyesha upendo mkuu kwa mji wa Yerusalemu, mji mtakatifu ambao pia ulikuwa na hekalu, nyumba ya Mungu. Je, upendo gani tulionao ndugu zangu juu ya nyumba ya Mungu? Bwana Yesu katika Injili anatueleza kwamba kuna gharama ya kumfuata, na wengi wanatamani kumfuata Yesu lakini hawapo tayari kulipa gharama hizi. Ndugu zangu, wapo wengi wanaotamani kumfuata Yesu katika hali ya utukufu tu, hawajui kwamba kumfuata Yesu kuna kubeba misalaba, kuna kuchukiwa, kuna kudhaniwa vibaya, kuna utukufu vile vile. Lakini kubeba msalaba, kujikana mwenyewe, kuacha hata mambo ya nafsi yako mwenyewe na kuamua kumchagua Mungu, kuacha kuzika, nasema kama yule mfuasi wa pili yule asema naomba nikamzike baba yangu kwanza. Hii ni ishara kwamba uwe tayari hata kuacha mambo ya familia yako kwanza kwa ajili ya Yesu. Yaani Mungu haje kwanza, nitakufuata popote. Lakini pengine huyu mfuasi wa kwanza yule alikuwa anataka kufuata Yesu, hakujua kwamba kuna msalaba. Kumfuata sio rahisi tu, sio kwenye utukufu tu. Kuna kubeba msalaba, kuna changamoto, kuna majaribu. Haya yote yanaambatana na ufuasi wa Yesu. Ndugu zangu wapendwa, mfuasi wa tatu anayesema kwamba niruhusu kwanza nitakufuata, lakini niruhusu kwanza nikawaage ndugu zangu. Yesu hapa anataka kutuambia kwamba kumfuata Yesu lazima uwe tayari kuacha mambo yako binafsi ili umchague yeye kwanza. Nehemia alifaulu kuacha mambo ya nafsi yake mwenyewe, akaamua kuchagua kuomba ruhusa kutoka kwa mfalme kwenda tena kulishughulikia na kulipendezesha hekalu la Mungu. Hii ndio roho ambayo tunapaswa tuwe nayo. Tuwe tayari kuacha hata marafiki zetu ambao pengine tunafikiri ni wa muhimu sana, ambao pengine wanatuambia tuende nao pengine kwenye starehe au tuende wapi. Badala yake tunamchagua Yesu, tunaenda kwenye sala, tunaamua kwenda jumuiya, tunafanya mambo ya Mungu. Wale ambao pengine wanataka tuchange hela kwa ajili ya kwenda kujirusha tu, pengine ile hela unaichukua kwa ajili ya kutengeneza hata mabenchi kanisani, kurekebisha hata maeneo ya kigango chenu. Msikubali tu nyumba ya Mungu ibaki mahame, watu wasali tu sehemu ambazo ni chafu zenye vumbi. Wewe uwe kama Nehemia, umuombe Mungu akupe neema, kile anachokupatia ujenge naye urafiki. Kujikana. Kuna watu ambao wanajipenda, wanajinunulia vitu vizuri. Yaani tutambue ni vizuri kuweka hazina mbinguni. Tujitahidi tumtumikie Mungu kupitia wenzetu pia. Tunakumbuka ile Injili ya Lazaro na tajiri. Tujiwekee hazina, tusije tukalalamika baadaye. Yule tajiri alishindwa kuona mahitaji ya Lazaro mpaka mbwa anakuja kulamba vidonda vya Lazaro. Mbwa akilamba vidonda ni ishara kwamba si kwamba na vila, anavipa faraja. Ni kama hata yeye mwenyewe mbwa akiumia au akijilamba huwa anajipa comfort, anajifariji, yani anafanya vile vidonda, yani anaviweka vizuri. Sasa huyu mbwa alienda kumlamba Lazaro, ishara kwamba ni mbwa ameona amekuwa mkarimu kuliko binadamu. Sasa tusiwe kama huyo tajiri, tuwe watu wa kutoa mali zetu, kutoa kile kitu tulichonacho, kujisadaka kwa ajili ya kutengeneza urafiki na Yesu. Maisha ya ufuasi yanatuhitaji sisi kumfuata Yesu, lakini pia na wenzetu walio pembeni tusiache mahitaji yao. Ndugu zangu, tuombeane, tuchague kumtumikia Mungu, tuchague kumweka Mungu namba moja. Yale yote yanayotufanya turudi nyuma tuyaweke pembeni. Lakini pia tumfuate tukijua misalaba ipo, uwe tayari kuibeba. Lakini epuka misalaba ambayo haina Yesu. Misalaba isiyokuwa na Yesu ni misalaba ya chuki, mizigo ya kutokusamehe, kununia watu, wivu mbaya. Hii ni misalaba ambayo tukibeba ni kama limbao tu, hamna Yesu. Lakini msalaba wa kusaidia mwenzako, msalaba wa kukaa na mgonjwa hospitali, msalaba wa kuwasamehe wale ambao wamekuumiza. Hii ni misalaba mizuri ambayo ukibeba ina Yesu ndani yake. Tuibebe misalaba hii katika ufuasi wetu, hakika tutapata baraka.
na kutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.